Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo kati ya Marekani na Iran yanaendelea vizuri, lakini akaonya kuwa endapo hakutokuwa na makubaliano, hali inaweza kurejea kwenye mwelekeo wa vita kubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Kupitia ujumbe wake mrefu aliochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump alisema juhudi za diplomasia zinapaswa kwenda sambamba na upinzani mkubwa wa makubaliano ya Abraham Accord ili mataifa mengi zaidi ya Kiislamu yaanze mahusiano rasmi na Israel. Trump alidai kuwa aliwaambia viongozi wa mataifa kadhaa ya Mashariki ya Kati na ulimwengu wa Kiislamu kuwa baada ya juhudi kubwa zinazofanywa na Marekani kutafuta suluhisho la mgogoro huo, ni muhimu nchi hizo kujiunga na mfumo wa Abraham Accord haraka iwezekanavyo. Mataifa yaliyotajwa ni pamoja na Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt na Jordan, huku United States Emirates pamoja na Bahrain zikitajwa kuwa tayari ni mwanachama wa makubaliano hayo. Makubaliano ya Abraham Accord yalizinduliwa wakati wa muhula wa kwanza wa Trump, yakilenga kuanzisha au kuhalalisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israel na baadhi ya mataifa ya Kiarabu kwa usimamizi wa Marekani. Ingawa Trump hakuitaja Israel moja kwa moja katika baadhi ya kauli zake, alisisitiza kuwa upanuzi wa Abraham Accord unapaswa kuanza na Saudi Arabia pamoja na Qatar kujiunga kwanza kabla ya mataifa mengine kufuata. Aidha, Trump alisema baadhi ya viongozi aliokutana nao hata wangependa kuona Iran yenyewe siku moja ikiingia kwenye mfumo huo iwapo makubaliano kati yake na Marekani yatafanikiwa. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa kutokana na msimamo wa muda mrefu wa Tehran dhidi ya Israel na uungwaji mkono wake kwa makundi yanayopinga Israel katika eneo la Mashariki ya Kati. Trump pia alidai kuwa makubaliano hayo tayari yameleta mafanikio makubwa ya kiuchumi, kifedha, kijamii kwa nchi zilizokwisha kujiunga kama Morocco na Sudan. Hata hivyo, Saudi Arabia imeendelea kusisitiza kuwa haitaridhia kuhalalisha mahusiano rasmi na Israel bila kuwepo njia ya wazi ya kuelekea kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Serikali ya Riyadh inaona suala la Palestina kuwa ni msingi muhimu kabla ya makubaliano yoyote ya kawaida ya kidiplomasia kufikiwa. Kwa muda mrefu, utawala wa Trump umeona Saudi Arabia kama ufunguo wa mafanikio makubwa ya Abraham Accord, lakini juhudi hizo zimeathiriwa na vita vinavyoendelea kati ya Israel na Hamas huko Gaza.